Ndio kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili. Ndio tunakuja kupiga tunaondoka. Kuna kitu kinaitwa kuzaliwa mara ya pili. Ndio katika ile Yohana 3 Biblia inasema kwamba alikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo. Katika kipindi cha zamani, Mafarisayo ni watu waliokuwa wameshika sana Torati. Ni watu ambao walikuwa wanamjua sana, walikuwa wanajua sana Biblia. Lakini walikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo. Jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku, akamwambia, Rabi, tunajua kwa mwalimu kutoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu aweza kuifanya ishara zifanyazo wewe isipokuwa Mungu yupo pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amina nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Amina nakuambia, usipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ukijitia moyo kuwa dini yako kupeleka mbinguni, lakini usipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia ufalme wa mbinguni. Ukizaliwa mara ya pili ni kuyaacha ya kale. Ukizaliwa mara ya pili ni kuacha dhambi kabisa. Useme umeokoka lakini unalewa. Hapana, ukizaliwa mara ya pili ni kuyaacha yote na kumwelekea Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anabadilisha. Unapomwamini Yesu kwenye maisha yako, atakubadilisha kabisa. Anaweza kubadilisha. Anaupa neema kuacha dhambi. Ni kweli anawahi kuokoka, lakini dhambi bado anakuendesha. Yesu anasema anakubadilisha. Lazima ukubali na umwamini. Lazima ukubali na umwamini. Kama Warumi 9 Biblia inasema ukimkiri Bwana Yesu kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni wako ya kuwa Mungu alikuwa katika wafu, utaokoka. Tunapookoka sasa ukubwa sana, ukoka ni kumkiri Bwana Yesu ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alikuwa wafu katika wafu. Unapomwamini Yesu ndipo unakapokoka, katika siku leo aliyekuhubiria dini. Lakini tunakuja kuhubiria Yesu. Yesu anaokoa. Yesu anakupenda. Hata kama watu wanakujia, lakini Yesu anakupenda. Yesu anakupenda kuliko familia yako. Yesu anakupenda kuliko watu wako. Ni bora mwamini Yesu leo ili upate uzima. Unakapokufa ni hukumu.